ambayo tunakwenda kujifunza ni namna gani elimu ni njia na bidii ni ufunguo. Kauli hii ina msingi sana katika maendeleo ya vijana wetu. Kijana au mwanafunzi yeyote anapaswa kulitazama na kulifahamu na kujifunza juu ya kauli hii. Tuone ni kwa namna gani elimu ni njia na bidii ni ufunguo. Elimu ni njia na bidii ni ufunguo si maneno ya kawaida, bali ni dira ya maisha kwa kila mwanafunzi anayetamani kufanikisha ndoto zake. Katika dunia leo iliyojaa ushindani wa kielimu, kiuchumi na kijamii, hatima ya mwanafunzi huamuliwa na maana anavyoitumia elimu pamoja na bidii yake binafsi. Kila hatua unayochukua katika safari ya elimu huamua mwelekeo wa maisha yako ya baadaye, na kila jitihada unazoweka leo huunda mafanikio ya kesho. Elimu na bidii havitenganishwi. Elimu huonyesha njia, bidii hufungua milango ya mafanikio. Elimu ni njia. Elimu si mwisho wa safari, bali ni daraja, mwongozo na mfumo wa kuelezea maisha. Inamwezesha mwanafunzi kuelewa dunia, kupanga ndoto zake na kuchagua njia sahihi za kufanikisha malengo. Bila elimu, mwanafunzi anaweza kuwa na ndoto lakini akakosa dira ya kutimiza ndoto zake. Kwa maana hii, elimu huanza kwanza, inampa mwanafunzi uelewa, maarifa na mtazamo mpana wa maisha. Baada ya hapo, ndipo bidii hutumika kama ufunguo wa kutekeleza kile kilichoelekezwa katika elimu. Dira maana yake nini? Dira huja kabla ya mwendo. Dira ni elimu na mwendo ni bidii. Dira ya kweli ya maisha haiji kwa bahati mbaya. Kwa mwanafunzi mwenye maono ya mbali, Mungu ndiye chanzo cha dira ya maisha na mwelekeo sahihi wa elimu. Anapomweka Mungu mbele ya elimu yake, mwanafunzi hupata mwongozo wa busara wa kuchagua masomo sahihi, kuweka malengo sahihi na kufuata njia sahihi za maisha. Ukirejea maneno kutoka vitabu vitakatifu vya Biblia na Qur'an, katika Zaburi ya 32 mstari wa 8 unasema hivi: nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoienda, nitakushauri, jicho langu litakutazama. Nani anasema huyu? Nani anasema? Tumesema Mungu ndio kwanza, ndio chanzo cha dira yetu. Na tumesema dira ya maisha yetu ni nini? Elimu. Elimu ndio inayotupa dira, inayotupa njia ya kufanikisha malengo yetu. Na Mungu anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoienda, nitakushauri, jicho langu litakutazama. Mungu mwenyewe anasema jicho lako litakutazama. Kwa hiyo tunapompa nafasi Mungu katika maisha yetu, jicho lake litakutazama. Katika kitabu cha Mtakatifu cha Qur'ani, naomba nimkaribishe hapa ambaye anaweza kuisoma vizuri. Katika Qur'an, Allahu Azza Jalla katika aya ya 6, katika sura ya 6 aya 153 anasema ya kwamba wa anna hadha siratul mustaqim, na kwa hakika hii ndiyo njia iliyonyooka, fatabi'uhu, ifateni, fatabta'u subra, na mseme kufuata njia, fatafarraka bikum an sabilihi, sivika katika njia yake, waswaakum bihi, zingatieni usia huu, la'alakum tattaqun, ili mweze kusikia ucha Mungu. Tumesikia vitabu vitakatifu vinatuambia fuateni njia yangu nami nitawatazama. Mungu anatuahidi kutazama. Haya, tuendelee. Tunakuja maana kuu ya elimu ni njia. Nini maana yake? Moja, elimu si mwisho, bali njia ya kufikia ndoto. Elimu inatupa njia ya kufikia ndoto. Namba 2, elimu hutoa uelewa, maarifa na mbinu za maisha.
Ndio maana uliopo hapa shuleni unajifunza masomo mbalimbali. Masomo hayo yanakupa elimu. Elimu ni njia kupeleka kule unakotaka. Wewe unataka kuwa daktari. Utafikia daktari kivipi? Lazima upite kwenye elimu ukafikie. Udaktari ni daraja. Sawa? Kufanya biashara ni daraja. Lakini utafikiaje kule? Elimu itakusaidia. Elimu ni vitu mbalimbali. Kila somo unalolisoma linakupa maarifa ya kufikia ndoto zako. Tuko pamoja? Ya tatu, kuunda mtazamo sahihi na mwelekeo wa maisha. Kwenye elimu kunakupa mtazamo sahihi na mwelekeo wa maisha. Sasa tujifunze misingi 10 ya elimu. Misingi 10 ya elimu. Namba 1, elimu hutoa dira ya maisha. Humsaidia mwanafunzi kujua wapi anakwenda. Tuko pamoja? Ndio maana leo kuna watu wanawaza mimi nataka kuwa daktari. Mimi nataka kuwa engineer. Mimi nataka kuwa mtu fulani. Ni kwa sababu elimu inakupa njia, inakuongoza kwenda kufikia kwenye ndoto zako. Namba 2, elimu ni msingi wa hatima imara, hujenga msingi wa mafanikio ya kudumu. Unapoishika elimu inakupa hatima na msingi wa kudumu. Tuko pamoja? Ndio maana mtu aliyesoma ana uhakika zaidi wa kufanikiwa kuliko mtu ambaye hajasoma. Namba 3, elimu huongeza uelewa na ufahamu wa dunia. Unapoishika elimu itakuongoza uelewa na ufahamu wa dunia. Namba 4, elimu hujenga uwezo wa kujitegemea. Humwezesha mwanafunzi kuunda mustakabali wake. Elimu hujenga uwezo wa kujitegemea. Tuko pamoja? Sasa tunaposoma tulipo shuleni hapa, tunatarajia watu waje kujitegemea. Elimu itakusaidia wewe ujitegemee. Naeleweka? Utajitegemea, utasimama wewe kama. Elimu ni silaha ya maendeleo binafsi na kijamii. Wewe tunakutaka wewe kama wewe usimame na uwe faida kwa jamii. Tuko pamoja? Utakuwa faida kwa jamii kwa namna hii. Utakuwa faida kwa jamii pale ambapo utakapokuwa umeipata elimu na jamii ikakuona, ikaona elimu yako, ukaisaidia. Taifa hili lina mahitaji mengi sana. Linahitaji wasomi, linahitaji, kuna resources nyingi ambazo zingine hazijazalishwa. Tunahitaji wabunifu. Tunahitaji sasa elimu itakupa dira kwenye ubunifu. Namba 6, elimu ni daraja la ndoto. Ndoto hupata mwelekeo kupitia maarifa. Elimu ni daraja la nini? Kuna watu wana ndoto. Kama umewekeza kwenye elimu itakupa dira. Itakufikisha mahali unapotamani. Uko pamoja vijana? Yes. Namba 7, elimu huimarisha mtazamo wa kimkakati. Huonyesha hatua za kufikia malengo. Una mikakati gani? Chagua yaliyo sahihi. Tunakutarajia wewe uchague yaliyo sahihi. Itakupa elimu ya kuchagua yaliyo sahihi. Umeelewana? Namba 9, elimu ni chachu ya ukuaji wa binafsi, akili, ujuzi na fikra kukua. Kwa hiyo tunakutarajia elimu unayoipata itakupa ukuaji wa akili. Ufahamu wako utakuwa. Mtu ambaye hajasoma na aliyesoma tunataka tuwaone tofauti. Wewe uko kidato cha 5. Hatuwezi kukulinganisha na kidato cha 2. Endapo utafanya mambo ya kidato cha 2, kidato cha kwanza tutakuona wewe elimu haijakusaidia. Tunahitaji kukuona elimu imefanya nini? Imekusaidia. Tuko pamoja? Yes, uwe na maamuzi yaliyo sahihi. Namba 10, elimu huandaa viongozi wa kesho. Elimu huandaa viongozi. Wewe ni kiongozi wa kesho. Humu ndani tunasoma yawezekana rais yuko huko. Humu ndani kuna wabunge, kuna mawaziri. Kweli si kweli? Sasa unapoizingatia elimu itakupa mwelekeo. Kwa tunaangalia ni kwa namna gani elimu hizi tumesoma misingi 10 ambayo ukiizingatia elimu inakupeleka katika mafanikio. Tuko pamoja? Sasa nitakwenda kujikita zaidi katika bidii. Tumejua elimu. Elimu ni njia. Tuko pamoja? Sasa tukajifunze bidii. Bidii ni nini? Bidii ndio hapo nitataka tujifunze zaidi.
Bidii ni nguvu ya ndani. Kila mmoja ajitazame mwenyewe. Hebu fanya hivi. Fanya kwa nguvu. Unaona? Bidii ni nguvu. Sasa kuna watu wanatikisa kwa mlegezo. Ni nguvu ya ndani. Hii energy unayoitoa inatoka ndani. Bidii ni nguvu ya ndani inayojumuisha nidhamu. Bidii inajumuisha nini? Nidhamu. Wangapi wana nidhamu? Nyosha mkono. Wenye nidhamu nyosha mkono. Sote tuna nidhamu? Yes. Kwa hiyo bidii inajumuisha nini? Nidhamu. Maana yake kama huna nidhamu huna bidii. Kama huna nidhamu huna bidii. Na kama una nidhamu unafanya nini? Na kujitoa bila kukata tamaa. Bidii inakufanya kujitoa bila kukata tamaa. Maarifa bila bidii hubaki kuwa nadharia. Elimu bila bidii hubaki kuwa nadharia. Wewe unataka kusoma, unasoma, kuna bidii, utabaki kuwa nadharia. Maarifa bila bidii yanabaki kuwa elimu ambayo ni dira yako. Usipoitumia, usipoiwekea misingi ya bidii, itabaki kuwa nadharia. Bidii ndiyo inayofanya elimu ifanye kazi kwa vitendo. Kwa unapokuwa na bidii ndipo ambapo tunaona elimu inafanya kazi kwa nini? Kwa vitendo. Tuko pamoja? Bidii ni ufunguo kwa sababu hufungua milango ambayo elimu peke yake haiwezi kufungua. Hufanya maarifa yatumike kwa vitendo. Bidii hufanya maarifa yatumike kwa vitendo. Ili mnaniona ni nini? Mnaona mambo yanayofanya? Ndio. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya mtu mwenye bidii Mungu humpa maarifa. Mtu mzembe hata maarifa hayaondolewa. Ndio maana hata wakati Mungu aliwapa dinari waende wakawekeze, mmoja akaenda kuificha wapi? Kilichotokea nini? Aliona kwamba nikiipeleka kule itapotea, akaificha. Maana yake wewe akili yako ukiificha haitazaa. Usipokuwa na bidii haitazaa akili yako. Akili yako ni kama mmea. Nilikuwa naongea kwa msiki kwamba tumeumbiwa akili. Kadri akili ni sawa na dynamo. Dynamo unapokimbiza baskeli hivi kwa kasi, ndipo umeme unachajishwa zaidi. Unapolegeza umeme hauchajishwi. Na akili iko hivyo. Kama unaitumia kwa wingi, maana yake hata uwezo wa kufikiri unakuwa ni mwingi zaidi. Namba 3. Huunda uthabiti wa mafanikio ya kudumu. Bidii itakutengenezea mafanikio ya. Tunaelewana? Mtu mwenye bidii atapata mafanikio ya kudumu, na asiyekuwa na bidii mafanikio yake yatakuwa ni ya muda. Sasa ninataka tujifunze hapa kuhusu mbinu 10 au misingi 10 ya bidii. Misingi 10 ya nini? Ya bidii. Ni kwa nini bidii ni ufunguo? 1. Bidii hujenga nidhamu ya masomo na matumizi bora ya muda. Matumizi bora ya muda. Hebu tazama maisha yako. Ulishaniona napoteza muda? Ulishaona napoteza muda? Kuna watu mnapoteza muda wenu wa masomo. Kuna watu mnapoteza muda kwa kuongea vitu visivyokuwa na msingi. Kuna watu mnapoteza muda wenu kwa kutafakari mambo yasiyokuwa na msingi. Hamtumii muda wenu kutafakari vitu vya msingi. Unapopata nafasi itumie. Wewe leo ni kijana. Taifa hili linakutarajia. Taifa hili linawaza makubwa juu yako. Wazazi wako wanawaza makubwa. Sasa usipoitumia akili yako, usipotumia bidii, sasa maarifa yako, elimu yako itakufa. Tuko pamoja? Namba 2. Bidii huongeza ujasiri wa kushinda changamoto za kitaaluma. Hakuna mahali utafeli kama una bidii. Wakati naanzisha geography laboratory, tulianza bweni la Twiga. Tukaanza kutengeneza. Tunatengeneza udongo. Mimi mwenyewe natengeneza udongo. Nenda kaangalia YouTube utazikuta picha zangu. Natengeneza. Lakini kuna watu
Walisema, huyu mwalimu sasa kachanganyikiwa. Anafanya mambo gani hayaeleweki. Hata wanafunzi wenyewe, unajua katika safari, hata unaowaona rafiki zako wanaweza kukukana. Kuna wanafunzi wenyewe wakasema, mwalimu, sisi tunaona aibu kushika udongo, tunaona aibu mbele ya form 1. Nikawaambia, nyinyi mnaona aibu? Hivi mimi nina master degree, sioni aibu kushika udongo. Wewe form 5 tu ambaye hata kitu chako akieleza unaona aibu. Kuna vitu logically mtu anaona aibu, unaona aibu. Ulipo na vision yako siku zote kuna watu wanaipiga vita. Unaweza kuwa na vision kubwa sana, lakini utakutana na changamoto. Hii vision inapatikana kwa mtu mwenye bidii. Mimi watu walisema mpaka huyu atakuwa apelekwe Milembe. Mwalimu Mr. Shamika yuko shahidi hapo. Apelekwe Milembe sasa kama haeleweki. Haeleweki huyu. Lakini sikukata tamaa. Unasema bidii huongeza ujasiri wa kushinda changamoto. Nimeleka? Mtu mwenye bidii atashinda changamoto. Mimi wakati nafika hapa nilikutana changamoto. Niliwahi kuahidi mbele ya naibu katibu mkuu kwamba shule hii itakwenda kufanya vizuri na itashinda. Watu hawakuamini. Wakaniambia, wewe unayeongea unayajua haya. Wewe ni nani, umekuja juzi? Watu walinikatisha tamaa, lakini kwa sababu nilikuwa na bidii, sikurudi nyuma. Leo hii shule naiona inang'aa. Sasa tunahitaji watu wenye chachu ya bidii. Chachu ya bidii, chachu ya kujituma, wasiokata tamaa. Usikate tamaa mahali unapotamani kufika. Tumeanza program mpya na form 5. Tunatengeneza research hapa. Kuna watu wanafika mpaka wanapoteza mwelekeo. Sasa tunafanyaje hapa mwalimu? Mbona kama pagumu? Nasema pagumu hapa kupita. Penye ugumu ndipo penye mafanikio. Mungu mwenyewe anasema ukipita njia nyembamba ndipo utakapofika kwenye neema. Ukitamani kufika kwenye njia pana hutaiona neema. Kwenye wembamba ndipo pa kupita. Ndipo kwenye neema. Tuko pamoja? Bidii. Namba 3. Bidii hubadilisha ndoto kuwa malengo yanayotekelezeka. Bidii hubadilisha nini? Ndoto kuwa malengo yanayo. Kama tazama. Nimewapa mfano. Wakati nafanya, watu waliona sasa huyu mwalimu anachanganyikiwa, anashika udongo mpaka na watoto wangu. Tuko busy pale tunatengeneza na watoto wangu. Mwalimu huyu sasa akili haziko sawa. Hawajui vision yangu. Nina bidii, kuna kitu Mungu ataonyesha. Leo bidii hii mahabara pale inajulikana taifa. Unaelewa? Sio unaelewa? Ni kwa sababu Mungu anakatama bidii. Mtu mwenye bidii Mungu humjaza maarifa. Mtu mzembe humnyima hata kile kidogo. Mwenye nacho huongezewa na asiye nacho. Yako connect. Alimtaka kaongeza. Wewe ulivyo kama una bidii, utabaki kama ulivyo. Kesho tutakusikia umevumbua jambo fulani, umeelimisha watu fulani, umeleta faida katika taifa hili. Hapo natoa sana. Wanafunzi wamesomeshwa moja sekondari. Nimesomeshwa na wilaya 3 kwa kuomba misaada. Na sikuwahi kukata tamaa. Bidii hukufanya usikate. Na Mungu ndipo kubariki. Mwenye bidii hubarikiwa. Naeleweka? Tunaendelea. Ya 3. Bidii hubadilisha ndoto kuwa malengo yanayotekelezeka. Yes, nilikuwa naongelea malengo. Wakati nafanya pale, watu waliniona crazy. Natakiwa kupelekwa Milembe. Lakini leo mimi ndio mwenye maarifa yanayotambulika kitaifa na kimataifa. Sawa? Namba 4. Bidii huimarisha uthabiti wa akili. Bidii huimarisha uthabiti wa akili wa mwanafunzi na wanafunzi hakati tamaa kirahisi. Si umeelewa? Yaani nawapitisha kwenye mifano hai ya kwangu ili ujue ni kwa namna gani. Mimi sikuwahi kukata tamaa. Kuna wakati nilifika unarudi shuleni huna ada. Lakini unafika unamwambia mwalimu naomba nisome. Nikirudi nyumbani nitaenda kupambana kutafuta. Mimi nimetafuta ada huku ninalia. Ninasema Mungu, nimekosa nini mbona sina ada? Mbona naishi maisha ya namna hii?
Namwambia Mungu. Sikukata tamaa, usikate tamaa hata katika maisha magumu. Kuna wanafunzi wengine hapa wanaona masomo magumu, anaanza mimi sasa mbona kama sielewi somo, mbona nini? Wewe hapo penye upendo ndipo palipo na nuru yako. Kwa hiyo mtu mwenye bidii hakati tamaa. Mtu mwenye bidii hakati tamaa. Bidii huunda tabia ya ushindi na muendelezo, consistency. Bidii huunda tabia ya ushindi na muendelezo. Sivyo? Kuna siku ulishawahi kunisikia Mr. Shamika shahidi. Mr. Shamika tangu umeanza kuniona, tumeanza kuonana. Na Mr. Shamika wakati anakuja, hivi mnajua huyu wakati anakuja aliniona. Unajua kuna mtu, hivi unajua kawa hapa lakini kuna mtu akakuona kwamba huyu ana kitu. Mnajua huyu ndiye aliyeniona na kitu. Sikuwa nafanya haya matamasha ya design. Lakini baada ya kufika Mr. Shamika akasema tuanze makongamano. Ukienda kwenye YouTube utaziona. Tukaanza yale maonyesho ya siku za kitaifa. Labda Nyerere Day tunaadhimisha mapinduzi, uhuru, tukawa tunafanya. Akanishawishi, "Mwalimu, mbona unaweza? Kwa nini usiwe tusiandae kitu hiki?" Tuliandaa jambo moja. Akasema, "Mwalimu, you have something. You have something. Ninaona kuna kitu ndani yako." Akanishawishi. Tukaanza makongamano, tukaanza seminar. Mpaka seminar tulizofanya tukiwa na Mr. Shamika. Aliona kitu ndani yangu. Tukaanza. Sio? Ni kwa nini tunasema huunda tabia ya ushindi? Nilikuwa namuuliza swali. Tangu tumeanza kuna siku alishaniona nimecollapse nikapotea katika ulimwengu Mr. Shamika. Nishuhudia. Binafsi kutoka moyoni, hata siku na moja haijawahi kutokea na haitakuja kutokea. Kwa nini? Kwa sababu bidii huunda tabia ya ushindi na muendelezo. Tabia ya ushindi na muendelezo. Hakuna mahali Mungu atakwenda kufungulia tu. Leo fanya hiki, leo fanya hiki. Fanya hiki, fanya hiki. Unajifunza kutoka kwangu. Na wewe unayofanya unaweza kuyafanya. Leo hii tunashindana sekondari, tutakuwa tunashindana sekondari. Tutakuwa sawa ya. Wewe leo uko hapa, unajifunza wakati wengine hawana nafasi hii. Tumia nafasi hii. Bidii itakupa nafasi ya consistency, muendelezo. Namba 6. Bidii huzaa matokeo thabiti na endelevu. Bidii hukupa nidhamu. Umeona? Bidii hukupa kitu kikubwa chenye thamani kwa wengine. Kwa hiyo wewe ukiwa na bidii katika maisha yako utakuwa thamani sana katika taifa hili, thamani sana katika familia yako, thamani sana katika jamii inayokuzunguka. Na vijana, kuna walimu humu, kuna madaktari, kuna nani. Bidii kila mahali utakapokuwa, bidii itakupa maarifa. Namba 7. Bidii humjenga mwanafunzi kuwa proactive badala ya kusubiri. Proactive, mtendaji, sio? Mtu anayejitoa, mtu anayejituma, mtu asiyekata tamaa, jasiri. Hili utaniona hata kama wangekusanya maneno milioni 500 wakanijazia never. Nilichokiamua nimeamua. Naeleka? Sitakubali kukata tamaa katika changamoto yetu. Nitasonga mbele. Hakuna mahali tarudi. Na wewe lazima ujue kila unachotamani. Nimesema tunaanza nini maana ya elimu? Tumejifunza nini maana ya elimu? Elimu ni njia kupeleka kule unakotaka. Wewe unatamani kuwa daktari. Unafikia daktari kivipi? Lazima upite kwenye elimu ukafikie. Udaktari ni daraja. Sawa? Kufanya biashara ni daraja. Lakini utafikiaje kule? Elimu itakusaidia. Elimu ni vitu mbalimbali. Kwa hiyo itakufanya elimu, bidii inakupa nguvu ya kufanya vitu kwa vitendo na kwa ujasiri. Namba 8. Bidii huongeza uelewa wa kina wa masomo. Bidii itakupa maarifa kina, utakuwa mtu mwenye kuelewa. Wewe unafundishwa na mwalimu, akishatoka umeshaweka daftari, uko busy, uko miseni. Ushughuliki. Utaelewa kwa kina wewe. Kama unajiona mahali unapoona kwamba ninaweza kuwa na rafiki fulani ambaye atanisaidia, unga uwe rafiki. Namba 9. Bidii humsaidia kuona njia ya kutekeleza maono ya maisha. Bidii itakupa njia ya kutekeleza maono ya wewe na maisha. Ukiwa na bidii itakusaidia.
Na namba 10, bidii ni ufunguo wa kila ndoto kwa mafanikio yako. Kila ndoto, bidii ni ufunguo wa kila ya mafanikio yako. Kwa kila mafanikio unayotamani, bidii ni ya msingi. Tuko pamoja? Hitimisho. Kwa wanafunzi wa kidato cha 5, hii inatoa ujumbe mzito. Semina hii inatupa ujumbe mzito. Ujumbe upi? Elimu inakuonyesha njia, lakini bidii inakufikisha unapokwenda. Elimu bila bidii haina matokeo, na bidii bila mwelekeo, no direction, utachoka tu. Tuko pamoja? Hivyo mwanafunzi anayetamani kufaulu na maisha yenye maana lazima aunganishe yote mawili, elimu na nini? Kwa hiyo lazima uwe na bidii, lazima uwe na maarifa. Yote itakufanikisha. Kwa somo la leo tuliojifunza ni elimu na nini? Tumejua nini maana ya elimu na tumejua nini maana ya ukiongeza bidii. Bidii tumeona faida zake mbali. Ziwe rejea, kaziandike, kila mmoja kaandike, zitakuongoza kufikia mafanikio. Mungu ameweka vitu vingi vizuri. Anataka wewe uwe daktari, anataka uwe mtu mkubwa, anataka uwe mvumbuzi. Lazima uwe na juhudi. Niwashukuru kwa hapo. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba kumkaribishe Mwalimu Shamika naye aweze kuongea basi. Habari za mchana. Sitakuwa na mengi ya kusema zaidi. Sipaswi kuwa mchoyo wa kutoa kongole kubwa kwa mwalimu kwa namna ambavyo ameongeza thamani ya maisha yetu, hasa katika eneo la uelewa, na hii ni shuhuda tosha kwa hiki ambacho taifa tunajivunia na taasisi kama Shenga Sekondari tunajivunia kutoka kwa Mwalimu David. Kazungumzia swala la elimu, nikakumbuka katika misafu kuna neno wanatumia linaitwa ikra, kwa Kiingereza ni read, soma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa soma ili uweze kuitawala dunia. Kwa mwalimu anatufanya sisi thamani yetu katika dunia iweze kuwa bora. Nikakumbuka kitabu cha Methali 4:13 kuhusiana na elimu. Nikakumbuka Hosea 6, mshike sana elimu simwache, na watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Kwa kweli mwalimu, tunajivunia uwepo wako Mwalimu David Peter Ipamba. Nikakumbuka mwaka 1918 Nelson Mandela, mbali na kuwa kwa gereza miaka 27, mtanisaidia kunukuu, najua tutaelewa. Yeye anasema education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Huyo ni Nelson Mandela, mbali na kuwa gerezani miaka 27, bado wanatambua tu na umuhimu wa kuwa na elimu ili taifa liweze kujitegemea, liweze kujikomboa. Kazungumzia swala la bidii. Leo mwalimu anapozungumzia bidii ni kutuheshimisha sisi. Bidii ni ibada. Leo tunapotamani kufikia malengo na njozi kubwa, pasipo kuwa na bidii hatuwezi tukafikia. Leo mataifa yanayotawala dunia kwa sababu ya bidii. Leo tunazungumza na kidato cha 5, bidii yenu ndio imekufanya ninyi muwe Shenga Sekondari. Mwalimu David Peter Ipamba, Mungu anaona kwa kile ambacho unakifanya, lakini mimi naamini kwamba kidole kimoja kivunji chawa na umoja ni nguvu. Leo umoja ambao tunaonyesha 5 zidi ya mwalimu kushirikiana pamoja
Naamini kwa kila mmoja wetu, kwa kila ambacho tunakusudia, tukiwa na bidii, ni matumaini yangu, ni matumaini yetu, tutafanya vizuri zaidi ya kawaida. Naomba tunishie hapo kwa uchache. Kwa kweli mwalimu na mimi nimejifunza mengi. Ni kweli mwalimu alinipokea, niliona mwalimu ana nini, na hatimaye mpaka leo hii tumefikia hatua ambayo Shinyanga Sekondari na kila ambacho mwalimu Devi, mwalimu Peter Kipamba anakifanya, si tu zawadi kwa Kishapu, si zawadi kwa mkoa, bali sasa hivi tayari ni zawadi kwa taifa na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mwalimu, asante. Niwashukuru viongozi, bidii ndio imewafanya ukawa kaka mkuu, ukawa vice, ukawa idara husika ya taaluma, lakini pia hata bidii yenu ninyi imekufanya ukawa hapo ulipo. Kwa kweli mimi nikuombeni tu tuendelee kuwa na bidii kwa kila jambo ambalo tunalifanya, hata katika ibada. Ukiwa na bidii katika kutafuta ibada, ni kweli tutaingia Kanaani, ni kweli tutamuona Mwenyezi Mungu. Darasa la mwalimu ni kwangu, naliona ni sehemu kubwa sana ya ibada. Mwalimu anatengenezea urafiki mkubwa na Mwenyezi Mungu. Daktari, nimekuwa nikitumia neno daktari kwake kwa mambo makubwa ambayo kwa kweli yanakuwa chini. Najiuliza kwa nini alifikiria kitu kama hiki. Elimu ni njia, lakini pia kukumbusha bidii ni ufunguo. Kwa chochote ambacho tunatamani kuwa, chochote unatamani kuwa daktari bingwa, pasipokuwa na bidii utabaki kuwa daktari wa kawaida. Unatamani kuingia kwenye vitabu na rekodi kubwa za kitaifa na kimataifa, pasipokuwa na bidii hauwezi kuingia. Utabaki kuonyesha kidole kwenye TV, BBC, Deutsche Welle, CNN kwamba yule nilisoma naye alikuwa bweni la shule. Na maneno mengine, lakini alikuwa na bidii. Kwa kweli mwalimu, hiki ambacho tumekifanya, lakini kuna haja ya kukiendeleza katika taasisi na vyuo vingine. Nafikiri kuna haja pia ya kuwatembelea ndugu zetu pale Shinyanga Girls, basi na wenyewe kwa hii package, na vyuo kama Sheikhomu na vyuo vingine kama Kizumbi, basi pia faharia ambayo inapatikana Shinyanga Sekondari na wenyewe kuipata. Kwa uchache huu, Mungu atubariki na kuzidishie zaidi katika bidii na elimu. Asante. Asalamu alaykum. Mimi kusema kweli, kwa jinsi ambavyo mwalimu amenipatia hii elimu, mimi moja kwa moja nimefikiria kwamba sio kusudi lake yeye mwenyewe. Mungu huaga anaweza akatumia nafasi ndogo kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwako. Unapochukulia mzaa, ni juu yako mwenyewe. Kuna vitu ambavyo mwalimu ameviongelea mwenyewe binafsi vimenigusa. Kuna time ilikopo inafika, kuna baadhi ya masomo unaona kwamba hapa sielewi kabisa. Ila mwalimu, kwa sababu ametuambia kwamba bidii inaongeza uelewa, kuna vitu nimegenia kwamba kumbe nitakapokuwa na bidii kwenye hilo somo, uelewa wangu utazidi kupanuka. Kwa hiyo mimi niko napenda kumshukuru mwalimu. Mungu akubariki, wala usikate tamaa, kwa sababu najua unaweza ukawa na malengo, labda changamoto ya kipesa ikakusumbua. Kulingana na hiyo, utakapomwomba Mungu yeye atakufanikisha. Pia na wanafunzi wenzangu, mimi niko na waasa ya kwamba hili jambo msichukulie kama mchezo. Yaani utakapochukulia ni kwamba ili nimekuface wewe moja kwa moja kama ujumbe, kuna sehemu utamove kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na ipo siku utakuja kushuhudia, kwa sababu kuna kitu Mungu amekiweka ndani ya mwalimu wetu. Mimi nilikuwa na waasa tuweze kumshikilia Mungu, maana ukiangalia kwenye upande wa Kristo, Waislamu,
pote Mungu anatuasa tushike elimu, na kama tunavyoelewa, unapomtanguliza Mungu kwa kila jambo, yeye Mungu anafanya wepesi kwa kila jambo ambalo unalifanya. Kwa hiyo tusimsahau Mungu, hata kama mambo yatakuwa na mbanano kiasi gani. Tenga hata dakika moja tu ya kuongea na Mungu, hata sekunde inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usia wangu ni huo tu. Anapotoa maarifa haya aweze kumuonyesha njia iliyonyooka, maana dunia sasa hizi ni vigumu sana kumpata mtu akuambia maneno kama haya, na sio mzazi wako akufahamu wewe unatokea wapi, maisha yako yakoje, lakini anatenga muda wake anakuja kukuelimisha ili akufahamishe ni kipi kilichokuleta hapa shule. Kwa hiyo ndugu zangu katika wanafunzi, sio jambo la kupuuzia haya maisha mnayoona sasa hizi. Sisi tupo shule, jiulize wale tuliowaacha waliofika form 4 wanapitia maisha gani sasa hizi. Mwalimu kazungumzia kushikamana na njia ya Mwenyezi Mungu. Unadhani kwa nini sisi Mwenyezi Mungu ametupendelea zaidi akawanyima wale? Swali la kujiuliza ndugu zangu wanafunzi. Kwa hiyo tusichezee muda, kila kitu ni muda, twende na muda kwa wakati, tufanye vitu vyetu kwa wakati unaohitajika, tuwe na bidii, usikate tamaa. Kama unafeli usikate tamaa. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba yeye yupo kwa ajili ya kusikiliza sisi. Yeye yupo kwa ajili ya kusikiliza sisi. Tunapokosea usikate tamaa kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kanisamehe, anakusamehe ndugu kwa imani. Ndugu zangu wanafunzi, tusaidini sana. Kwanza ningependa kumshukuru mwalimu wetu kwa kugundua kuwa kuna umuhimu wa kutupa semina hii. Kupitia semina hii tuliyopatiwa na mwalimu wetu, kuna vitu nimejifunza kuwa elimu ndio inayotupa dira, maana inatupa uelekeo wa wapi tunakwenda. Lakini unaweza ukawa na uelekeo wa kujua wapi unapokwenda, lakini ukashindwa kufika unapokwenda. Kwa hiyo nini kinatufikisha tunapokwenda? Ni bidii. Kwa hiyo elimu na bidii ni vitu ambavyo tunaweza tukasema vinafanya kazi kwa kushirikiana. Unatakiwa uwe na elimu ambayo ndio inakupa uelekeo, pia unatakiwa uwe na bidii ambayo itakufikisha pale unapotaka kwenda. Kitu kingine nilichojifunza kuwa kwenye ile misingi 10 ya elimu, kuna ile inatuambia kuwa elimu ni daraja, si ndio hivyo? Sasa kama elimu ni daraja na kutuvusha hapa tulipo kwenda tunapotaka kwenda, si ndio hivyo? Manake unaweza ukawa upo darajani na bado ukashindwa kuvuka, si ndio hivyo? Unatakiwa uwe na bidii ya kuvuka pale kwenye daraja. Bado tunaona kuwa elimu na bidii vinafanyaje? Inategemeana, si ndio hivyo? Sasa tukihusianisha na sisi wanafunzi hapa shuleni, lengo letu wote ni kufaulu, na kila mtu ana ndoto zake. Ili tufike kwenye ndoto zetu, elimu ndio inatupa uelekeo, elimu ndio inayotupa dira. Lakini bidii ndio zinazotufikisha katika nini? Malengo yetu. Sasa hapa kwenye bidii, kuna bidii ya mtu binafsi na kuna bidii ya kama kundi la watu, ndio hivyo? Sisi wanafunzi tunapitia changamoto mbalimbali tunapojisomea. Kuna wakati unafika hata kama una bidii, unasoma, unatoboa ozoni mpaka saa 8 unasoma. Hiyo ni bidii, lakini bado ufanyaje? Hauelewi. Maana yake unatakiwa uungane na wenzako. Yaani tujumuishe bidii zetu ili tupate kitu kimoja kikubwa. Asanteni. Mimi kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hekima hii. Hii ni hekima. Hii ni hekima ya Mungu. Unapoona mtu anatoa jambo fulani kwa watu, ujue hiyo ni hekima ya Mungu. Hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa hekima hii, kunijalia hekima ya kuzungumza na nyinyi. Na namshukuru pia kama ambavyo tulimuomba awape hekima ya kuelewa. Hii imeshuhudiwa na shuhuda ambazo zimeweza kuelezewa na wanafunzi kwamba mmeelewa. Ndilo lengo la Mungu. Kama tumeelewa, basi tuyaishi ambayo Mungu amezungumza nasi. Mungu huzungumza kupitia wanadamu. Hatuwezi kumuona Mungu, ila tunamuona Mungu kupitia wanadamu.
sisi ndio wanadamu. Kama ujumbe umeupata na umekugusa, ishi ndani ya ujumbe, ishi ndani ya malengo. Usipoteze muda wako kusikiliza mambo yasiyofaa. Kuna watu wengine wanajihusisha kwenye migomo, kuna watu wengine wanajihusisha kwenye namna yoyote. Achana na hivyo vitu, havijakuleta hivyo. Umeletwa kutafuta elimu ili ikupe njia kufikia malengo yako. Tuko pamoja? Nimshukuru mwalimu kwa ushirikiano ambao amenipa na ambao tumekuwa tukishirikiana naye. Namshukuru sana, na hata sasa tumetoa semina hii, basi muiishi iwe kama dira ya mafanikio mnayotarajia katika maisha yenu. Niwashukuru viongozi, headboy, simama headboy. Headboy namshukuru kwa namna anavyofanya kazi na kushirikiana na nyewe. Namshukuru vice, simama vice. Namshukuru pia academic kwa namna ambavyo tumefanya. Asanteni. Nawashukuru na nyinyi nyote, combination zote 6. Mungu awabariki sana na atubariki sote. Naam. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Baba Mwenyezi, nakushukuru kwa namna ambavyo umesimama na vijana hawa. Hili ni taifa lako Mungu ambalo wewe umeliumba, na umenipa nafasi mimi, umenipa nafasi mwalimu, umewapa nafasi wanafunzi hawa. Kwa ushirikiano mkubwa wa wanafunzi wa kidato cha 5, kwa ushirikiano mkubwa wa Mr. Sharika, kwa ushirikiano wote wa viongozi, tumeweza kufanya jambo hili kwa hekima zako. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba yale ambayo umezungumza na vijana hawa, basi yakaishi katika mioyo yao na iwe dira ya maisha yao. Wote wanatamani kufikia mafanikio. Ninawaomba, tunaombea Mungu Mwenyezi wabariki. Kila mmoja kabariki haya tunayozungumza yakawe dira yake, na ndoto anazotamani siku moja atimize. Katika jina lako Yesu Kristo, ninaomba baraka na neema zikawafikie na ikawe baraka kwao. Kuanzia sasa wakaone maisha mapya na dira mpya ya mafanikio katika maisha yao. Wabariki na kuwalinda katika magonjwa, waepushe na afya, uwalinde na uwape mafanikio katika jina lako Yesu Kristo. Nami uendelee kuweka hekima yako ndani yangu ili niweze kutumika kadri ya mapenzi yako. Ninaomba na kushukuru. Mungu awabariki.